Zaidi ya bilioni 6 za kamilisha miradi ya kimaendeleo kata ya Shibula wilaya Ilemela mkoani Mwanza. Swila Dede ni diwani wa kata hiyo ya Shibula, amethibitisha fedha hizo zimefanya kile ambacho alitumwa na wananchi, na leo hii amewasilisha ilani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya miaka 5, ambapo mgeni rasmi alikuwa mbunge wa jimbo la Ilemela Dr. Angeline Mabula, na hapa wanafafanua matumizi ya fedha hiyo katika miradi mbalimbali. Ilemela ni yetu, tushirikiane kwenye. Shibula ni yetu. Leo tunawasilisha utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka 2020-2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulikabidhiwa ilani wakati wa uchaguzi 2020. Tuyatekeleze ambayo yaliyokuwa kwenye ilani yenye kurasa 303. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikuhakikishie na wananchi hawa wana CCM wenzangu ni mashahidi, tumetekeleza 100% na nyongeza tumeongeza, ambapo tulichoahidi tukuahidi tumetekeleza. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabalozi hoi, makatibu hoi. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye ilani yetu utasikia vitu ambavyo tulivyoviahidi na wao mashahidi tulioyaahidi tumeyatekeleza, lakini ambao hatukuyaahidi tumeongezea, hususan ikiwemo shule ya Bumwe ilikuwa imo kwenye ahadi yetu ya uchaguzi, lakini tumeiongezea. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa taratibu wa halmashauri na utaratibu wa kata ya Shibula, naomba tuseme utekelezaji wa ilani, nimkabidhi katibu wangu asome, aseme, awasalimie. Taarifa ya mapokezi ya fedha kwa ajili ya miradi mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha miaka 5 utekelezaji wa ilani ya uchaguzi umefanyika kwa ufanisi mkubwa sana. Kata ya Shibula imefanikiwa kutekeleza majukumu yake kwa kiwango kikubwa kwa kushirikiana na wawakilishi wananchi ambao ni wenyeviti wa mitaa. Mimi Mheshimiwa diwani, kazi za diwani kwa mujibu wa taratibu ni mwakilishi wa wananchi, anasimamia halmashauri na kutunga sheria ndogo ndogo za halmashauri. Pamoja na majukumu hayo, diwani ana wajibu makubwa, ana wajibu wa kuhakikisha kuwa utekelezaji wa ilani unafanyika kwa weledi mkubwa sana. Fedha za serikali zinatumika vyema. Kwa kipindi cha miaka 5, kata ya Shibula imetekeleza miradi ya maendeleo yenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 5,605 kutoka serikali kuu, kiasi cha shilingi bilioni 342,992,391,500 kutoka halmashauri kuu, kutoka halmashauri, kiasi cha shilingi milioni 12,80,000 kutoka Mheshimiwa mbunge wetu, kiasi cha shilingi 500,550,000 kutoka Mheshimiwa diwani, na kiasi shilingi milioni 115,140,000 nguvu ya jamii. Jumla kuu inaleta bilioni 6,861,500. Bilioni 4 ni kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami kutoka daraja la Kahama hadi kufika Shibula Center. Shilingi milioni 584 kwa ajili ya ujenzi wa shule sekondari mpya mtaa Masemeni, shule inaitwa Maserundi. Mgeni rasmi, shilingi milioni 351 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya msingi iko Masemeni inaitwa Bumwi. Shilingi milioni 300 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba 15 ya madarasa shule ya sekondari Shibula, ili kupitia fedha za uviko 19. Shilingi milioni 146 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba 6 vya madarasa na matundu 3 ya vyoo shule ya msingi Nyamilolelwa. Lakini pia tulipata fedha kwa ajili ya mradi wa busi kutoka hapo shule ya msingi Nyamilolelwa, ambapo tulipata jumla ya shilingi milioni 105. Kwa hiyo katika milioni 146 kuna milioni 40 ya halmashauri, lakini milioni 106 kwa ajili ya fedha za busi. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, shilingi milioni 60 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya 3 vya madarasa shule ya sekondari Semba. Shilingi milioni 57,330,500 kwa ajili ya ukamilishaji wa shule ya sekondari Semba, madarasa 7 na ofisi 2. Shilingi milioni 50 kwa ajili ya ukamilishaji wa zahanati ya Masemele. Shilingi milioni 26,812 kwa ajili ya ukamilishaji wa wodi ya mama na mtoto zahanati ya Nyamilolelwa. Mheshimiwa, shilingi milioni 151,897 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya Shibula, madarasa 7, ofisi 2 na matundu 10 ya vyoo. Shilingi milioni 50 kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Butindo Kilabela. Shilingi milioni 50 kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Butindo Nyamilolelwa. Shilingi milioni 95 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati ya Buganda. Shilingi milioni 3,500,000 kwa ajili ya utengenezaji wa madawati 50. Shilingi milioni 392
kwa ajili ya utoboaji wa barabara ya Nyamwilora kwenda shule ya sekondari Semba. Mheshimiwa mgeni rasmi, kata ya Shibula kwa upande wa huduma za jamii, sekta ya elimu msingi, kata ya Shibula ina jumla ya shule za msingi 13. Kati ya hizo shule 7 ni za serikali na shule 7 za taasisi binafsi, zikiwemo shule zilizo chini ya madhehebu ya dini. Kwa kipindi cha miaka 5, uboreshaji wa miundombinu ya shule ya msingi umefanyika na jumla ya shule 2 mpya msingi zimeanzishwa. Shule ya msingi Mumwi iliyoko mtaa Masebele, shule ya msingi Shibula. Aidha, tumefanikiwa kujenga vyoo vya kisasa kwa nguvu ya wananchi na ushirikiano wa MAUWASA kwa shule za msingi Moze, Moja na Nyamwilora. Kata ya Shibula ina jumla ya shule za sekondari 3 zote za serikali zenye kidato cha kwanza hadi cha 4. Kwa kipindi cha miaka 5, kata ya Shibula imeweza kujenga shule 2 za sekondari, shule ya sekondari ya Semba mtaa wa Semba B na shule ya sekondari Maserundi iliyoko mtaa wa Semele. Uwezeshaji wa vikundi vya jamii, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kusudio la wakilishi wa kusimamia kwa halmashauri ya manispaa ya Ilemela katika kuhakikisha 10% ya mapato ya mwezi unatengwa kwa ajili ya kuwezesha akina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa kipindi cha miaka 5, jumla ya kiasi cha shilingi milioni 94,300 kwa vikundi vya akina mama 4, vijana 2 na watu wenye ulemavu 1. Vikundi hivyo cha Chimbuko Ilalila milioni 30, wamama chapakazi milioni 30, mafanikio ya Nyamwilora milioni 8,150, mshikamano Ibaya milioni 6, Amkeni Monze milioni 16,150. Sekta ya maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara ya 100 ya ilani ya uchaguzi inaitaka serikali kusogeza huduma ya karibu na wananchi, lengo ikiwa ni kuhakikisha huduma bora za maji safi na usalama zinapatikana kwa kusogeza miundombinu ya maji. Aidha, ujenzi wa miundombinu ya maji katika makazi ya watumiaji imetekelezwa na kupunguza umbali wa kufuata maji kutoka kampeni za kumtua mama ndoo kichwani. Kwa kata ya Shibula tumetekeleza magati 18, lakini pia mitaa 13 ina maji ya uhakika kasoro mtaa mmoja wa Butindo. Mheshimiwa, sekta ya afya. Kata ya Shibula na zahanati ile zote za serikali, ibara ya 83 ya ilani ya chama ya uchaguzi inaitaka serikali kuimarisha huduma za afya. Na tumefanikiwa kujenga zahanati 2 mpya ambayo ni ya Buganda pamoja na Masebele. Lakini pia na wodi 2. Wodi moja zahanati ya Nyamwilora, wodi ya pili zahanati ya Igogwe. Huduma ya kiuchumi. Sekta ya ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara ya 74 ya ilani ya uchaguzi inaitaka serikali kukamilisha na kupanga na kupima ardhi. Tumeshapima kata zote mitaa yote 14, lakini pia tuna kukamilisha na matumizi mbalimbali kwa miaka 5 katika kata ya Shibula. Kwa kutekeleza azma hiyo, tumeweza kupima mitaa yote na kulipa fidia eneo lililotengwa kwa ajili ya malalo mtaa wa Nyamwilora. Aidha, eneo la viwanja vya ndege Mwanza, kisambusa cha jeshi na magereza, wananchi wameweza kuthaminiwa na kulipa fidia maeneo yaliyotwaliwa kwa ajili ya magereza. Upatikanaji wa huduma ya umeme ndani ya kata ya Shibula si mbaya sana ukilinganisha na mahitaji yaliyopo. Kwa miaka 5 tumeweza kusambaza umeme kwa mitaa 13 kasoro mtaa wa Butindo. Aidha, mitaa 5 imefanikiwa kuingiza kwenye mpango wa umeme wa REA. Na mitaa hiyo ni Bulyanhulu ambayo inapata nguzo 80, tuna Shibula nguzo 80, Ibaya nguzo 40, Chapatuma nguzo 40 na Masebele nguzo 80. Na imani kubwa katika utekelezaji wa ilani ya CCM tumetekeleza. Kwa hiyo na imani tuwashukuru serikali kuu na Chama cha Mapinduzi kwa kutupa zamana ya miaka 5 kwa utekelezaji wa ilani, na sisi tumetekeleza. Asanteni sana. Dr. Angeline Mabula amempongeza diwani huyo kwa uandaaji wa ilani na kukamilisha miradi ambayo waliahidi kipindi cha kampeni kwa wananchi. Leo nimehudhuria katika kata 2, kata ya Kayenze pamoja na kata ya Shibula, ambako madiwani walikuwa wanawasilisha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi 2025. Kiukweli kila diwani ametoa taarifa yake vizuri na amegusa maeneo yote ambayo serikali imefanya kazi, lakini na maeneo ambayo wananchi wameweza kuchangia. Miradi yote ambayo inaweza kuhudumiwa na serikali wameonyesha kwenye taarifa zao na kuonyesha pia na gharama za miradi ambazo zimetumika. Changamoto iko kidogo ambayo bado haijakamilika upande wa miundombinu, hasa kwenye barabara. Barabara nyingi bado zina vumbi
na mvua ikinyesha kama hivi zinavyoendelea sasa hivi, nyingi huwa zinaharibika haraka. Kwa hiyo bado ni changamoto, na hiyo ni kwa jimbo zima, sio kama hizo kata mbili, labda kata za mjini ambazo zenyewe zina barabara walao za lami kiasi, za vumbi ziko chache zaidi. Lakini pia wakazungumzia habari ya umeme. Umeme kuna maeneo kuna ambao wamepata na wengine hawajapata, lakini tukumbuke hii ni manispaa, hatuna ule umeme wa REA, na huko sehemu kubwa anapolalamika ni kule ambako walitarajia pewa umeme wa REA. Nataka kushukuru ni kwamba bajeti ya nishati imepita juzi, tayari pia wameshaweka, tutapata tena mitaa mingine 15 ambayo itafikiwa na umeme kwa kuweka kwanza hiyo line kubwa, alafu na kuhakikishia wale ambao walikuwa wamekwama. Kwa rai yangu ni kwa wale ambao hawakupata umeme safari wajue tu watapata, kwa sababu tayari walikuwa wako kwenye orodha, lakini wakakwama kwa sababu line kubwa ilikuwa mbali. Kwenye utekelezaji wa ilani umegusa moja kwa moja. Tuna kwa asilimia kubwa wametekeleza, tuseme 100% kulingana na kilichokuwa pale. Haya mengine yanakuja kama mchakato kama nilivyosema. Kwa sababu umeme kama mtu amejenga sasa hivi kwenye maeneo ya mivuko kule mbali na line afiki, lazima atalalamika. Maji kama amejenga eneo ambalo kulikuwa hakuna mabomba ya maji, lazima atalalamika. Kwa hiyo changamoto zote zilizopo ni zile ambazo sasa watu wanajenga kwa kasi na maendeleo yanazidi kukua, yanapanuka, wanahitaji huduma zaidi. Kwa hiyo sina wasiwasi kwamba huduma zitawafikia, kwa sababu mpango wa serikali ni kuwafikia wote. Hawa ni baadhi ya madiwani waliohudhuria usomwaji wa ilani. Wamesema kuwa ilani hiyo imewagusa wananchi moja kwa moja. Nimekuja kuhudhuria kwenye kikao cha utekelezaji wa ilani wa kata ya Shibula. Kwa kweli utekelezaji uliosomwa leo umesomwa utekelezaji ambao unakizi, na utekelezaji wenyewe umelenga kule kwenye haja za wananchi wa Shibula au wananchi wa Ilemela. Kwa kweli ninaipongeza sana, imekaa vizuri na imesimama. Sasa kingine ninachoona na kushukuru, ukijaribu kuangalia utekelezaji huu umesomwa, una bilioni zaidi ya 5, bilioni 6 ndani ya kata moja tu ya Shibula. Kwa kweli tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan, tunamshukuru sana mbunge wetu, nashukuru pia na sisi madiwani wa Ilemela, akiwepo huyu diwani wa kata hii ya Shibula Mheshimiwa Swila Dede, tukiwa tunaipambania, na kweli mama ameshusha hela nyingi za kutosha katika kata hii. Niliona hapa leo kata ya Shibula na Kayenze ikwenda wasilisha ilani ya uchaguzi iliyotekelezwa. Tunaamini kabisa serikali yetu imefanya vizuri. Ukienda kwenye sekta ya afya, tumeweka mambo vizuri. Tuna zahanati nyingi tumejenga, lakini tuna vituo vya afya vingi tumejenga na vingi vimeboreshwa pia. Lakini pia tuna hospitali ya wilaya ambayo iko Isanzu. Kwa kwenye sekta ya afya tumefanya vizuri. Hata hivyo, Diwani Dede amewaomba wananchi kuendelea kujitolea kuitunza miradi hiyo ili iwe chachu ya maendeleo katika kata ya Shibula. Maridhia Ngemela, M24 Online Media.